Nitumie fursa hii kutoa pongezi za dhati kwa serikali ya Mapinduzi Zanzibar ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Zanzibar ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Ushirikiano huu unadhihirisha nguvu ya muungano wetu katika kuleta maendeleo yanayogusa maisha ya wananchi wa pande zote mbili za muungano, hususan katika kukuza uchumi wa bluu. Vile vile nawapongeza waheshimiwa mawaziri wa elimu, mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, management ya chuo, sayansi za bahari, wanataaluma, wafanyakazi na jumuiya nzima ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kazi kubwa na nzuri yenye weledi iliyofanikisha kukamilika kwa mradi huu kwa wakati na kwa kiwango au viwango vinavyokidhi mahitaji ya elimu ya juu na utafiti. Majengo haya ni ushuhuda kwa mapinduzi ni safari endelevu ya kujenga jamii yenye maarifa, uchumi imara na wananchi wenye uwezo wa kushindana katika dunia ya leo, dunia ya kiteknolojia. Ni faraja kwetu kuona kuwa tangu tarehe 5 Januari mwaka jana 2025 lilipowekwa jiwe la msingi na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ni ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tu majengo haya yamekamilika na leo yanakabidhiwa rasmi kwa matumizi. Ukamilishaji wa majengo haya ni tafsiri ya uwajibikaji, nidhamu ya utekelezaji na uongozi unaozingatia matokeo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hongereni sana. Ndugu wananchi, Taasisi ya Sayansi za Bahari ni taasisi ya kimkakati kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kama taifa lenye ukanda mrefu wa pwani na visiwa, mustakabali wetu wa maendeleo unahusiana moja kwa moja na bahari. Taasisi hii imeendelea kuwa nguzo muhimu katika tafiti za sayansi za bahari, ikichangia katika uvuvi endelevu, hifadhi ya mazingira ya bahari, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, utalii wa bahari pamoja na uchumi wa buluu kwa ujumla. Uchumi wa buluu ni nguzo muhimu katika kukuza pato na kuongeza fursa za ajira. Hivyo uwekezaji huu wa chuo utasaidia kuchochea na kufikia uchumi jumuishi. Tafiti na maarifa yatakayozalishwa hapa chuoni yatasaidia maamuzi ya sera yanayolinda rasilimali za bahari sambamba na kuongeza tija na kipato cha wananchi kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Maendeleo ya Taasisi ya Sayansi za Bahari hayapaswi kubaki ndani ya mipaka ya chuo pekee. Jamii inayozunguka taasisi hii lazima inufaike moja kwa moja na uwepo wa chuo hiki kupitia ajira, huduma, biashara na shughuli za kijamii zitakazochangia kipato chao. Taasisi inapaswa kuwa kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa Buyu na maeneo ya jirani. Katika muktadha huo, nahimiza taasisi kuanzisha na kuimarisha mafunzo mafupi ya vitendo, hususan kwa wananchi wa maeneo yanayozunguka chuo ambao tayari wanajishughulisha na shughuli za bahari, ili waweze kuongeza tija, kipato na uelewa wa matumizi endelevu ya rasilimali za bahari na hivyo kuchangia kikamilifu katika uchumi wa buluu. Nawahimiza pia wahadhiri na watafiti kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi, taasisi za serikali na jamii kwa ujumla, ili tafiti hizi zinazofanyika hapa ziwe na matokeo ya moja kwa moja kwa maendeleo ya wananchi. Wanafunzi, niwasihi mtumie fursa hizi kikamilifu. Fanyeni tafiti bunifu na mwe mabalozi wa ulinzi na matumizi endelevu ya rasilimali za bahari.
msisahau kwa bahari yetu ni eneo muhimu sana kwa usalama wa nchi yetu pia. Hivyo basi, mbali na mtakayofanya ndani ya maabara zenu na ndani ya majengo haya, msiache kuwa waangalifu wa chochote kigeni mtakachokutana nacho ndani ya maeneo yetu ya bahari. Ndugu viongozi, nitumie fursa hii pia kutoa shukrani za dhati kwa Benki ya Dunia kwa ushirikiano wao wenye tija katika kuendeleza mradi huu kupitia programu ya HIT.